Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV, zifuatazo sasa ni habari za saa. Mimi ni Sara Bakalalwa, karibu. Watanzania wamehamasishwa kuendelea kutumia mbegu za asili katika shughuli zao za kilimo ili kuchochea ongezeko la uzalishaji wa mazao, kwani matumizi ya mbegu hizo huwasaidia wakulima kupunguza gharama za uzalishaji na kuwa na mfumo endelevu wa chakula. Mwandishi wetu Fatma Maumba ambaye yuko mkoani Lindi anazungumza na mtaalamu wa kilimo Bwana Ikamba Msangi. Asante sana studio Mikocheni jijini Dar es Salaam, na wapata vizuri kabisa. Moja kwa moja tunajiunga hapa katika halmashauri ya manispaa ya Lindi mkoani Lindi kubwa. Nazungumza na mtaalamu wa kilimo ekolojia ambaye anatuelezea matumizi sahihi ya mbegu za asili na pamoja na kula vyakula vya asili. Tekeleza mradi wa pamoja wa Crop4HD ambao umejikita zaidi kwenye kuwawezesha wakulima, lakini kuwajengea uwezo na kuhifadhi, kutunza na kutumia mbegu za asili. Kwa sasa kwenye siku ambayo tunaiadhimisha tarehe 6 ya mwezi huu wa 8, siku ya mbegu na vyakula vya asili, sisi kama wadau wa uhamasishaji wa matumizi ya mbegu za asili na vyakula vya asili, tunaihasa jamii kutumia mbegu za asili kwa sababu ni mbegu ambazo ni endelevu, lakini pia ni mbegu ambazo zinakuwa na lishe bora kwa jamii yetu, na ni mbegu ambazo zinaweza kupatikana kwenye jamii. Jamii imekuwa ikisahau sana matumizi ya mbegu za asili na kutumia mbegu za kisasa ambazo zimekuwa hazina uzao endelevu. Kwa hiyo tunaihasa jamii kutumia mbegu za asili kwa sababu ni chanzo kimojawapo cha kuhakikisha chakula kinapatikana, lakini sio upatikanaji tu wa chakula, ila pia usalama na uendelevu wa uzalishaji kwenye maeneo mbalimbali ambapo jamii inapatikana, lakini pia inazalisha, na kwa kuzingatia tija, lakini pia afya ya ardhi, afya ya mimea na afya ya wazalishaji kwa ujumla. Tunaiomba serikali itusaidie kuhakikisha kwamba mbegu za asili zinatambulika, lakini pia zinapewa kipaumbele na jamii iwe na uwezo wa kuzipata mbegu hizo kwenye maeneo ambayo wanafanya shughuli za uzalishaji, na ikiwezekana pia jamii ziweze kupata mbegu za asili kwenye maduka kama ambavyo mbegu nyingine zinaweza kupatikana, kwa kutumia utaratibu ambao unaweza ukaratibishwa na kuruhusu mbegu hizi za asili ziweze kupatikana, lakini pia ziweze kutumika. Umuhimu upo wa kutumia mbegu za asili, lakini pia vyakula vya asili, kwa sababu kwenye vyakula vyetu vya asili tulivyokuwa tunavitumia au vilivyokuwa vinatumika zamani na wazee wetu, lishe ilikuwa inapatikana ya kutosha, kwa sababu hata sisi tumekuwa tukiwaona wazee wakiwa imara, lakini pia wakiwa na afya njema, na tukiona misingi ya utunzaji mzuri wa mbegu za asili kwa kipindi ambacho wazee walikuwa wanafanya uzalishaji. Sasa baada ya kuja mbegu za kisasa, jamii imeacha kutumia mbegu za asili ikiamini labda mbegu za asili ni mbegu ambazo zimepitwa na wakati, kitu ambacho sio cha kweli. Mbegu za asili zinatupa uzalishaji endelevu, lakini pia zinatupa uhakika wa kuzalisha chakula, lakini pia mbegu za asili ni stahimilivu kwa magonjwa, lakini pia na mabadiliko ya tabia ya nchi. Nikurejeshe studio Mikocheni jijini Dar es Salaam ili kuweza kuendelea na vipindi vingine kutoka katika halmashauri ya manispaa ya Lindi mkoani Lindi. Fatma Maumba wa ITV. Asante Fatma. Mtazamaji, mwisho wa habari za saa kwa sasa. Marudio ya tamthilia Irene itafuata muda mfupi ujao.